Rais wa Marekani Donald John Trump amewasili mjini Beijing nchini China hii leo Jumatano, Mei 13 mwaka 2026 ndani ya ndege maalum ya Rais Air Force One kwa ziara inayotazamwa duniani kote kama moja ya mikutano muhimu zaidi katika mahusiano ya Marekani na China katika kipindi cha sasa cha mvutano mkubwa wa kisiasa na kiuchumi pamoja na kijeshi. Ziara hiyo imevuta hisia kubwa kutoka mataifa mbalimbali, masoko ya fedha, wawekezaji wa kimataifa pamoja na wachambuzi wa siasa za kimataifa, huku dunia ikisubiri kuona ikiwa viongozi hao wawili wataweza kupunguza mvutano unaozidi kuongezeka kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa duniani. Trump alipokelewa kwa ulinzi mkali na maandalizi makubwa ya kidiplomasia mara baada ya kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing, ambapo maafisa waandamizi wa serikali ya China walikuwepo kumpokea kabla ya kuelekea katika ratiba ya mikutano ya ngazi ya juu na rais wa China Xi Jinping. Ziara hiyo imekuja katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Washington na Beijing umekuwa ukikabiliwa na changamoto kubwa zinazohusisha biashara, ushindani wa teknolojia, usalama wa eneo la Indo-Pacific, Taiwan, pamoja na mvutano wa kijeshi katika maeneo mbalimbali ya kimkakati duniani. Katika ajenda kuu za mazungumzo hayo, swala la biashara linatajwa kwa miongoni mwa mada nzito zaidi zitakazojadiliwa. Marekani na China zimeendelea kuwa katika vita ya kiuchumi kwa miaka kadhaa, huku kila upande ukituhumu mwenzake kwa sera zisizo za haki katika biashara ya kimataifa. Serikali ya Trump imeendelea kusisitiza kuwa China imekuwa ikitumia vibaya mfumo wa biashara ya kimataifa kwa kutoa ruzuku kubwa kwa viwanda vyake, kuiba teknolojia za Marekani na kuweka mazingira yasiyo sawa kwa kampuni za Marekani zinazofanya biashara nchini humo. Kwa upande wake, China imekuwa ikijibu kwa tahadhari lakini kwa msimamo mkali, ikisema Marekani imekuwa ikitumia ushindani wa kiuchumi kama silaha ya kisiasa ili kuzuia Beijing ukuaji wake katika uchumi wa dunia. Serikali ya Xi Jinping pia imeonyesha wasiwasi kuhusu vikwazo vya Marekani dhidi ya kampuni za teknolojia za China, hasa katika sekta ya semiconductor, akili bandia na mawasiliano ya kisasa ya 5G na 6G. Wachambuzi wa uchumi wa kimataifa wanaamini kwa mkutano huo unaweza kuwa na athari kubwa kwa masoko ya fedha duniani. Katika miezi ya hivi karibuni, wawekezaji wakubwa wamekuwa wakifuatilia kwa karibu uhusiano kati ya Marekani na China kutokana na hofu kwamba mvutano zaidi unaweza kuathiri mnyororo wa usambazaji wa bidhaa duniani, kuongeza gharama za bidhaa muhimu na kusababisha kuyumba kwa uchumi wa kimataifa. Bei za bidhaa, masoko ya hisa pamoja na sekta ya teknolojia zimekuwa zikiguswa moja kwa moja na taarifa zinazohusu mataifa hayo mawili. Mbali na biashara, viongozi hao wawili wanatarajiwa kujadili masuala ya usalama wa kimataifa, hususan mvutano katika bahari ya kusini mwa China, hali ya Taiwan, vita vya Ukraine na mgogoro wa Mashariki ya Kati, pamoja na ushindani wa kijeshi katika Indo-Pacific. Marekani imekuwa ikiimarisha ushirikiano wake wa kijeshi na washirika wake wa Asia kama Japan, Korea Kusini, Ufilipino, jambo ambalo China inaliona kama jaribio la kuizingira kijeshi. Suala la Taiwan linabaki kuwa moja ya mada nyeti zaidi katika mahusiano ya Washington na Beijing. China imeendelea kusisitiza kuwa Taiwan ni sehemu ya ardhi yake na imeonya mara kadhaa dhidi ya kile inachodai kuwa ni kuingiliwa na Marekani katika mambo yake ya ndani. Marekani kwa upande wake imeendelea kuonyesha uungwaji mkono wake kwa Taiwan kupitia ushirikiano wa kijeshi na mauzo ya silaha, hali ambayo imeendelea kuongeza taharuki katika eneo hilo. Ziara ya Trump pia inatazamwa kama jaribio la kuimarisha nafasi ya Marekani katika ushindani wa kimataifa dhidi ya China, wakati mataifa hayo mawili yakizidi kushindana katika nyanja za teknolojia, uchumi, diplomasia na ushawishi wa kisiasa duniani. Katika miaka hivi karibuni, China imepanua ushawishi wake kupitia miradi ya kimataifa ya uwekezaji, mikopo na miundombinu, hasa kupitia mpango wake mkubwa wa Belt and Road Initiative, huku Marekani ikijaribu kuimarisha ushawishi wake kupitia ushirikiano wa kijeshi, biashara na diplomasia. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanasema mkutano wa Trump na Xi Jinping unaweza kuwa hatua muhimu katika kuamua mwelekeo wa mahusiano ya mataifa hayo mawili
kwa miaka ijayo. Baadhi wanaamini kuwa viongozi hao wanaweza kufikia makubaliano yatakayopunguza mvutano wa kiuchumi na kisiasa, wakati wengine wanaona tofauti za kimkakati kati ya Washington na Beijing kuwa kubwa zaidi kiasi cha kufanya suluhisho la haraka kwa gumu kupatikana. Katika mitaa ya Beijing, ulinzi umeimarishwa huku vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa vikifuatilia kila hatua ya ziara hiyo. Serikali ya China imeonyesha umuhimu mkubwa wa ziara hiyo kwa kuandaa mapokezi ya kiwango cha juu na kuweka msisitizo katika ujumbe wa utulivu, ushirikiano na mazungumzo ya kidiplomasia. Hata hivyo, nyuma ya picha za tabasamu na mikono ya salamu, wachambuzi wanaamini kuwa mazungumzo hayo yahusisha mvutano mkubwa wa kimkakati kuhusu mustakabali wa mfumo wa dunia. Kwa upande wa Marekani, Trump anatarajiwa kutumia ziara hiyo kuonyesha msimamo wake mkali kuhusu kulinda maslahi ya Marekani dhidi ya ushindani wa China. Wafuasi wake wanaamini kuwa sera zake zimeifanya Marekani kuwa na nguvu zaidi katika mazungumzo ya kimataifa, huku wakosoaji wakisema mvutano mkubwa na Beijing unaweza kuongeza hatari ya kuyumba kwa uchumi wa dunia na kuongezeka kwa migogoro ya kimataifa. Kadri dunia inavyoendelea kufuatilia ziara hiyo kwa karibu, macho ya wengi sasa yameelekezwa katika matokeo ya mkutano kati ya Xi Jinping ambao unaweza kuathiri si tu mahusiano ya China na Marekani, bali pia mwelekeo wa uchumi wa dunia, usalama wa kimataifa na uwiano wa nguvu za kisiasa katika karne hii mpya. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.